bana bino twachiminya hesabu no ale eto hesabu abele eta na ni abele akenjera so yo maba tana eta na ta chomona ine akesabwa na mbakalwa betu nake aiza betu pake bana boss twabele nake no karibu sa twabele na botani nake twabele to mbocha china la botani engage ma problème le du china to to mbocha onune le no le china la botani talishi lake china libuti basi bino twachiminya mtu wa mulu sana basi naya hotuba marehemu anajulikana kwa jina la Adolphine Kwanyema Gaston Swedi Musenga. Marehemu alizaliwa Kongo, kijiji cha Iseke Lubonja. Alizaliwa tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka wa 1955. Watu wasistuke kwa sababu kwenye msalaba kunaandikwa vingine. Hiyo inayoandikwa hapo kwenye msalaba ni mambo ya fomu ya UN tu, si mnajua? Watu wasistuke sana. Marehemu amefariki tarehe 16 ya mwezi wa 3 mwaka huu tunao 2026. Marehemu ni mtoto wa jamaa ya Babungwe Bashilonga, watu wa pale Iseke Lubonja. Baba wa marehemu anajulikana kwa jina la Gaston Swedi Musenga. Mama wa marehemu anajulikana kwa jina la Ruti Minje Mtembechi. Mama wa marehemu ni Shiuma, nyumba ya Bukobe. Watoto. Marehemu aliolewa na kujaliwa kuzaa. Marehemu alizaa watoto 4. Wawili wa kike na wawili wa kiume. Kwa watoto 4, watoto 2 walifariki. Duniani kuna watoto 2. Kuna mtoto wa kiume na mtoto wa kike. Bejina mwami wechi. Masomo. Marehemu alisoma, alishia primari. Kazi aliyokuwa akifanya marehemu alikuwa mkulima, kama nilivyowaambia kwamba hii ndio ilikuwa njia yake. Huku ndio kuna mashamba. Maisha ya Kikristo. Marehemu alibatizwa Misisi mwaka wa 1999. Hiki Kiswahili kinaeleweka? 1999. Kanisa la Seneka. Ndio hili kanisa tunaliona hapa linamzika marehemu. Magonjwa. Marehemu aliumwa, alikuwa na magonjwa karibu 3 hivi. Marehemu alisumbuliwa na moyo. Marehemu akasumbuliwa na mifupa.
mifupa kuuma sana. Na marehemu alifikia mpaka kupooza. Basi hayo ni magonjwa makubwa sana. Moyo, mifupa kuuma na hadi kupooza. Magonjwa makubwa tu. Hayo ndio magonjwa yalisababisha kifo cha marehemu. Ndio na mwami wetu miomo. Basi hiyo ndio hotuba fupi ya mama yetu marehemu aliyetuacha. Bado naendelea samani. Marehemu aliacha anaongea, aliacha anasema, niliwaambia kwamba marehemu alikufa kifo cha Mwenyezi Mungu. Wala haendi mbali na Mungu, amepokelewa na Mungu. Marehemu aliacha anasema, hakukufa kufa tu hivi hapa. Ni hapo na mbona baba mtu akosewa tu acheke. Anaomba kuna wanaombea mema hapo. Kila mtu anaombea tu yaani masikio yake kwamba tu Mungu tu kosea. Ndio na mwami wetu. Kwa upande wa uzazi. Marehemu aliacha wajukuu 10. Aliacha wajukuluza 10. Marehemu kabla hajafa aliongea. Alisema hivi, mimi naona huu ugonjwa hautaniacha, Mungu ameshanionyesha. Na nikifa kuimbwe wimbo 3. Ndio kisa akisema mwenyewe kwenye msiba wangu kuimbwe nyimbo 3 kabla ya mimi kupelekwa malaloni. Wimbo wa kwanza aimbe kaka yangu, anaitwa kwa jina la Ilembo. Huyo ndio kaka yake aliambiliwa aimbe wimbo wa kwanza wa kitabu cha wokovu namba 275. Na zingine nyimbo 2 aliacha anasema kwamba watu wa kanisa waimbe. Hizo nyimbo wanazifahamu, wameshaambiwa. Watazimba. Benjumi wetu miomo. Kwa hiyo marehemu ikiwa amefariki, Mungu alikuwa karibu naye. Hivi vyote ni Mungu alimuonyesha fanya hivi. Ni wetu. Basi hapo ndio mwisho wa hotuba ya marehemu. Very good, very clear.